sheria za Musa mda hazikuwa za mchezo mda. Kwa hivyo wakauliza Yesu mda, huyu mwanamke mda, ile hali tumekutana na yeye mda, Yesu wacha hatuwezi kutaja mda, lakini ukweli ni kwamba mda, ukumbukumbu ya Torati mda, Musa alisema mda, watu wakipatikana wakizini mda, mume na mke mda, walikuwa wanapigwa mawe mda, wote wanakufa mda. Lakini Mafarisayo mda na Masadukayo mda walipomleta kwa Yesu mda, Biblia inasema ya kwamba mda, wakauliza Yesu, unasema na gani mda? Biblia inasema ya kwamba mda, Yesu akaanza kuchora pale chini mda, akawauliza mda, ukijua hujai kufanya makosa mda, kitu ya kwanza chukua mawe mda, uweze kumpiga mda. Biblia inasema vizuri ya kwamba mda, kuna mtu angeweza kumpiga mda. Hao watu wote walienda ni kwa nini? Maana dhamiri zao zilikuwa zinawahukumu. Natangazia mtu siku ya leo, wakipeleka huyu mwanamke kwa Yesu, walijua tunaenda kummaliza, tunaenda kumuua, lakini Yesu akapiga mahesabu, akaona hii ni uongo. Wako wapi mwanamke akizini? Mwanamke anaweza fanya vitu nyingi duniani, lakini kuzini hawezi zini peke yake, lazima kuwe kuna mtu aliyekuwa anazini na yeye. Ako wapi mwanaume? Sikiza siku ya leo mdo, Yesu akawaambia mda, mwenye anajua ana makosa mpige mawe. Hawakuweza mda. Ni kwa nini? Yesu anajua kuhusu msamaha mda na kuombea mda. Siku ya leo mdo, usiwe kama Mafarisayo, usiwe kama Masadukayo mdo, ambao mdo hawajui kuomba, hawajui kuhusu msamaha mda. Yesu, Biblia inasema ya kwamba mda, Yesu akaambia yule mwanamke mda ya kwamba pale 4 mda, pale 5 mdo, John 8 mdo, pale 5 mdo, katika neno la tumaini siku ya leo mdo, Yesu akamwambia mdo, hata mimi sikuhukumu. Wako wapi wale wenye walikuhukumu? Walikuwa wameondoka wakaenda mdo. Natangazia mtu siku ya leo mdo, umezoea kuhukumu watu mdo, walimpeleka kwa Yesu mdo, Yesu akamsamehe mdo. Natangaza siku ya leo mdo, kwa neno la tumaini, kwa word of hope siku ya leo mdo, upokee neema mdo ya kuweza kusamea watu mdo, katika jina la Yesu mdo. Hii iende mdo mpaka kwa ubiri mdo, hii iende mdo mpaka kwa mitume mdo, hii iende mdo mpaka kwa wainjilisti mdo, hii iende mdo kwa huduma wote mdo, ya kwamba tukiona mdo hata mtu ni mwenye dhambi na amekuja kanisani mdo, tunastahili kumpokea mdo, hatustahili kuona ni shetani. Natangaza leo mdo, upokee mdo, upokee neema mdo, kwa neno la tumaini siku ya leo mdo, upokee mdo neema mdo ya kusamea watu mdo, katika jina la Yesu. Samea watu mdo, katika jina la Yesu mdo. Biblia inakuja inaendelea kusema mdo, Yesu akamwambia mdo, kama mnajua mdo hakuna mtu amefanya makosa mdo aweze kumpiga mawe mdo, hakuna mwenye alistahimili mdo, wote walienda mdo. Hiyo ni kusema ya kwamba mdo hauwezi kujidai mdo ya kwamba wewe mdo ni mwenye haki mdo. La asha mdo, ni neema ya Bwana mdo. Samea mtu mdo, samea mtu mdo. Hata kama kuna mtu mdo aliama kanisa mchungaji mdo na alikuwa anaongea vibaya mdo, wewe msamehe, wewe msamehe katika jina la Yesu. Wewe msamehe, ukimsamehe utakuwa rafiki ya Mungu. Kitabu cha Luka pale 23:34 Yesu akasema hivi Yesu akasema tukisamea watu tukisamea watu tutaweza kupata kusamehewa katika jina la Yesu. Luke 23:34 utasikia Yesu akiwa pale msalabani. Luke 23:34 katika neno la tumaini siku ya leo Yesu akiwa anakaribia Yesu akiwa akikaribia kuweza kuteswa alipoteswa wa Mafarisayo wakamtafutia makosa walipomtafutia makosa Biblia inasema ya kwamba wakaanza njia vile watasurubisha Yesu na wakaona ni kama wamefaulu Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Luke 23:34 Yesu akiwa pale msalabani akitoka damu akasema, Baba wasamehe, hawajui watendalo, hawajui watendalo. Natangazia wewe Mkristo ambaye umekosewa Yesu ametufundisha alikuwa anatoa damu pale msalabani kwa neno la tumaini siku ya leo akitoa damu kwa kichwa. Alikuwa amevalishwa taji ya mwimba ya uchungu. Yesu akasema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Biblia
inasema ya kwamba waligawana Luke 23:43 waligawana nguo hata nguo ya Yesu lakini Yesu aliwasamehe na kutangazia leo